Young Africans na wenyewe wametoka asubuhi hii ya leo na wenyewe kwenda kuzisaka pointi 3 ugenini kuhakikisha mambo yanakaa sawa kwa upande huo wa kimataifa. Lakini kwenye squad ambayo imesafiri kulikuwa na tension kubwa sana ya kuangalia Diarra atarudi. Diarra tukaona picha ambazo alikuwa amerejea, lakini na kwenye squad yupo. Mara baada ya kusajiliwa kwa Masalanga, watu wengi waliamini kwamba inawezekana Diarra ndo basi tena. Lakini kuna baadhi ya watu ambao kina Celestine yekuwa hatujaona kwenye ile squad. Pengine Young Africans wameshaondoka na hawa wachezaji ambao hawajasafiri na timu. Ukishaona hivyo juu tayari kuna watu wameshaliwa vichwa kwa sababu Young Africans wachezaji ambao mpaka sasa hivi kwa taarifa ambazo niko nazo kiacha mchezaji pekee ambaye ametangazwa rasmi kuachana na taasisi ni Andeboel Tembo ambaye amerudi katika timu yake ya Sekhukhune kule nchini Afrika Kusini. Lakini Mohamed Dumbia bado taarifa yake ilikuwa haijatolewa, lakini pia Celestine Ekuu bado taarifa yake ilikuwa haijatolewa. Lakini mimi nilijua wazi kwa sababu mara baada ya kuona usajili wa Alan Okello nikaona moja kwa moja unaenda kuathiri baadhi ya watu. Unaenda kuathiri baadhi ya watu hususan Celestine Ekuu. Niwahi kuzungumza hapo kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa wakipata nafasi kubwa ya kwa maana ya game time ya kucheza, lakini bado ameonekana kuzalisha kitu bora ambacho kimsingi kitaweza kuna kusaidia taasisi moja kwa moja. Na namna yake ya kiuchezaji kwa maana ile end product yake imekuwa ni mbovu sana. So alikuwa ni mchezaji ambaye kuna nyakati unaweza kuhisi kabisa na anaikaba timu kwa sababu kuna nyakati ambazo anapata nafasi ya kufunga hawezi kufunga, kuna nyakati ambazo anapata nafasi ya kupiga pasi nzuri hawezi kupiga pasi nzuri. Kwa hiyo moja kwa moja mchezaji design kama hiyo anaikaba taasisi. So mimi nilijua nilivyomwona tu Alan Okello anakuja kucheza katika eneo la Celestine Ekuu, nikaona kabisa nikaona kabisa kibarua cha Celestine Ekuu imefika ukingoni. So Young Africans kweli wameachana na Celestine Ekuu pamoja na Mohamed Dumbia. Lakini mpaka sasa hivi taarifa rasmi bado haijatolewa kwa sababu ni wachezaji ambao wanaendelea kufanya jitihada wenda kuwatoa kwa mkopo ama kusitisha mikataba yao. Mtu pekee ambaye Young Africans wameshindwa kuvunja mkataba wake ni Musa Barakonte, na nimezungumza wazi mkataba wa Musa Barakonte ulikuwa ni mzito kidogo, na performance yake ambayo alitoa katika michuano ya Mapinduzi kwa viongozi wakaona kwamba yes tunaweza tukabadilisha maamuzi kwa sababu hela yake ni kubwa kuvunja mkataba wake. Na ukiangalia kuna namna ambavyo kama ameanza kurudi kama ameopt sasa kuondoka. Maana kitu kilichotokea hapo labda tu niwape tu exclusive watazamaji wa Kasako. Issue ilikuwa ni kwamba wachezaji ambao walipaswa kukatwa ndani ya kosa ya Young Africans alikuwa ni Mohamed Dumbia pamoja na Musa Barakonte. Mara baada ya Mapinduzi michuano ya Mapinduzi Cup kwa Vision Zanzibar, kile ambacho alikionyesha Barakonte na aina mkataba ambao yuko nao Barakonte, uongozi wakabidi wafikirie mara mbili. Badala ya sasa ya kumtoa Barakonte, lungu likaja likamwangukia Celestine Ekuu kwa sababu mkataba wake kidogo ulikuwa ni mwepesi. Kwa hiyo hata katika ile listi mwanzoni kabisa inatoka wachezaji ambao watakaoachwa, Celestine Ekuu hakuwepo kabisa katika hiyo listi na kuzungumzwa kabisa kama ni mchezaji ambaye atakayeachwa. Lakini mara baada ya kuonesha ubora mkubwa Musa Barakonte, basi akabadilika ama akabadilisha, wasema nyuma geuka wa mwisho akawa kwanza. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba alipaswa kuachwa Barakonte badala ya Celestine Ekuu, lakini baada ya game kugeuka Celestine Ekuu kaachwa, Barakonte kabakia. Pengine sasa kwa squad tuweke taswira hapo, kikosi ambacho kimesafiri na Young Africans wao wana mtaji mzuri, wana pointi ni kwenye haya mashindano, wanakwenda kwenye mchezo mwingine wakiwa hawana pressure kubwa kihivyo kama ambavyo wanayo Simba. Squad ile walionayo Young Africans inaenda kufanya angalau kupata pointi 3 ama 1 ugenini. Kwanza Young Africans wana mchezo mgumu. Mchezo zile ya Al Ahly ni mchezo mgumu, na kila mtu anatambua kwamba Al Ahly ni miongoni mwa timu bora sana barani Afrika. Ukiacha hivyo ni timu ambazo zimekuwa na mafanikio makubwa sana katika soka barani Afrika. Pia ukiacha hivyo ni bingwa mara nyingi sana ama mara nyingi zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. So ni standard kwa maana ya ni timu namba 1 kwa ukubwa ama kwa mafanikio zaidi barani Afrika. So unapokwenda kucheza timu kama hii, obvious mechi haiwezi kuwa nyepesi. Japokuwa tukijaribu kuangalia kwa siku za hivi karibuni tunaona Young Africans miongoni mwa timu ambayo imekuwa na roho
ya ustamilivu wanapocheza na timu hizi za kaskazini, na wamekuwa wakifaidika hilo. Haijalishi timu ina ukubwa kiasi gani, haijalishi timu ina pressure kubwa nje ya uwanja kiasi gani, kwa maana fuja za mashabiki na kadhalika. Ukiangalia namna ambavyo wamekuwa akicheza katika michezo hii ya away kwa miaka hivi karibuni, hususan ukanda huu wa kaskazini, hata kama anafungwa, unaona namna ambavyo amekuwa akifungwa kwa shida, lakini pia kuna nyakati pia wanapata pia alama, hususan msimu huu unaona wamecheza dhidi ya JS Kabylie, unaona pale namna ambavyo wamecheza wakatawala mchezo kama wao wako nyumbani. Unaweza kwa mtu ambaye anafika haraka anaangalia kama ajui JS Kabylie na Young Africans, kama akasema kwamba Young Africans ndio walikuwa nyumbani. Sema tu Young Africans wenyewe hawakuwa tayari kuimaliza mechi, wenda ungekuwa na alama 6. So kwa hiyo wanakwenda kucheza na Al Ahly kwa aina ya kikosi ambacho wako nacho, kiangalia maboresho ambayo wameyafanya. Of course kwa mimi nadhani watakwenda kutoa mechi nzuri sana mbele ya Al Ahly kwa sababu ya ubora wa wachezaji ambao wako nao. Ukiacha hivyo pia uzuri sasa hivi Young Africans imecontain wachezaji wengi ambao wana experience na soka la Afrika, ukiangalia kina Pacome, kina Diala, miongoni mwa wachezaji ambao tayari washakuwa machuaji nafu kwenye michuano hii ya kimataifa. So kwa wao hakuna kipi ambacho wanaweza kwenda kukutana nacho zaidi ya kupambana tu katika kiwanja. Al Ahly ni timu ngumu, tunamzungumzia bingwa mara nyingi zaidi wa mashindano haya, lakini Young Africans kama ulivyozungumza wana wachezaji ambao wao wenyewe Young Africans Pacome walikuwepo wakati Young Africans ina struggle mpaka hivi sasa, ambapo angalau hata ilivyoanza hatua zile za awali ilikuwa ni Young Africans ambayo inahangaika, lakini kina Djigui Diarra ambaye tumemwona ametoka kwenye AFCON ikiwa ni kiwango kizuri, wanakwenda kukutana na Al Ahly mgumu pia kwenye uwanja wao wa nyumbani. Young Africans hii inakwenda kufanya chochote kitu mbele ya Al Ahly, kwa kuzungumzia tu ubora wa vikosi na malengo tofauti. Al Ahly wao wakianza ya mashindano lengo lao kuu la kwanza ni kutoa ubingwa, tofauti na Young Africans angalau wafike nusu finali. Of course ukiangalia timu mbili ambazo zina malengo tofauti, msimu unapoanza tu wao Al Ahly wanaanza kwa kufikiria kwamba lazima tuchukue taji, lakini finali ama taji. Sasa sana ni finali, lengo ni kufika finali. Kwa hiyo finali ukifika ndio inatoa taswira. Unajua mwalimu ambaye ataifikisha Young Africans hatua ya robo finali ama paka nusu finali atapata heshima kubwa ndani ya kikosi. Lakini mwalimu ambaye ataishia hatua ya robo finali ama nusu finali kwenye kikosi kama cha Al Ahly huenda akakosa kibarua chake. Tumeelewana? Kwa maana mwalimu huku akifika tu nusu finali atapigwa makofi na kupongezwa kwamba amefanya kazi kubwa kama shujaa, lakini kule mwenzetu mwalimu akiisha robo finali ama nusu finali kibarua kinaota nyasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu malengo ni tofauti, na hata ukiangalia level ya uwekezaji pia ni tofauti. Ukijaribu kuangalia ubora wa Al Ahly, ukiangalia level ya uwekezaji wao ambao wameufanya, aina wachezaji ambao wamekuwa kwa miliki, mishahara ambao wamekuwa akilipa, kama unaichukua Young Africans inaweza kaingia hata mara 5, mara 6 mpaka mara 10 kwa kile ambacho wamekuwa akifanya Al Ahly. Kwa hiyo utagundua kwamba Al Ahly ni mkubwa zaidi ya Young Africans kwa kiasi kikubwa. So lakini kwenye mchezo wa mpira wa miguu chochote kinaweza kikatokea muda wote, kwa sababu mpira ni wa wote na mpira ni dakika 90. Na ubaya miaka ya hivi karibuni ile hulka ya timu kubwa ndio mara zote inakuwa inashinda mchezo, sasa hivi imepotea. So yoyote anaweza akashinda mchezo na hakuna zile factor ambazo zamani zilikuwa zinaasili sana nyumbani na ugenini. Unajua ukiangalia sasa hivi kuna nyakati mtu hata ukiwa nyumbani pia unapata matokeo magumu, lakini zamani ilikuwa mtu uko nyumbani kuna advantage kubwa zaidi, tofauti na miaka sasa hivi hipo, lakini sio kwa ukubwa. So kwa mimi nadhani mechi itakuwa ngumu, lakini pia Young Africans kuna kitu ambacho naweza kaenda kukionyesha. Hiki kikosi alicho nacho kinaongeza morali ama kinatoa taswira ya kwamba chochote kinaweza kutokea, kama football ambavyo inazungumzwa kwenye dakika 90 lolote linaweza likatokea. Of course dakika zinaweza likatokea sababu wanapewa wana ubora kabla kufikia dakika, kama kufikia lolote linaweza likatokea, lakini lazima ukubali kwamba pia wana kikosi kizuri, kwa sababu hili uweze kufanya vizuri usiweke bahati mbele bila kuwa na ubora. Kuna nyakati pia utahitaji ubora pamoja na bahati upande wako ili uweze kupata matokeo. So ukiangalia wametoka katika mchezo wao ligi kuu soka Tanzania bara, wamemaliza vizuri, morali inaonekana kwa juu, kushinda goli 6 mbele ya Mashujaa. Wanaamini kwamba mbele ya Al Ahly wanaweza kuna kitu ambacho wanaweza wakakifanya, japokuwa Ahly tofauti na Mashujaa. Kwa hiyo kile Masengeli alichokifanya mbele ya Mashujaa wakakifanya mbele ya Al Ahly kisiwe kitu. Unajua. Kwa hiyo kikubwa uzuri Young Africans wana kikosi pia, hata hivyo ukiangalia fomu yao ipo juu.
umeelewa, lakini Ahli wao wataendelea kubaki na class, kwa maana wao class yao ni ya juu. Young Africans watategemea fomu yao hiyo juu, lakini Ahli watategemea kuamua mchezo kutokana na class ambayo wako nayo. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.